Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kizaazaa kilishuhudiwa katika shule ya msingi ya Moi jijini Nakuru kufuatia kifo cha mwanafunzi wa gredi ya 8 katika mazingira tata shuleni humo. Wazazi wenye hamaki waliuchukua mwili wa marehemu Moses Onyoni kutoka hospitali ya Nakuru Level 5 na kurejesha shuleni wakitaka majibu kuhusu kifo hicho. Hospitali kuu ya Nakuru imesema kuwa mwanafunzi huyo aliwasilishwa hospitalini humo akiwa tayari amefariki, huku uchunguzi ukianzishwa. Ken Gashuhi na taarifa hiyo kwa kina. Wakazi waliojawa ghadhabu walisukuma toroli iliyobeba maiti ya Moses Joseph Onyoni hadi shule ya sekondari msingi ya Moi Nakuru mjini baada ya kifo chake shuleni humo. Kulingana na familia, walipokea simu kutoka kwa mwalimu mmoja shuleni humo akiwafahamisha kuwa Moses, ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 8, alikuwa kwenye hali mbaya hospitali kuu ya Nakuru. Ninataka kutoka, bado mwalimu ananipigia, uko wapi sasa? Hata usikuje na gari, tafuta boda, tutalipa boda. Kufika hapa PGH ndo tukakuta walimu pamoja na daktari wametungoja hapo, ndo tukawauliza kumeenda aje, wakatuambia mtoto ni kama lea asikii vizuri. Sasa sisi kufika pale ndo tukakuta mtoto kama amekufa. Wazazi wa Moses aliyekuwa na umri wa miaka 14 walieleza kuwa kifo chake kiliwapata kwa mshangao, kwani alikuwa buheri wa afya. Mtoto wangu ameamuka 5, akapata mimi niliamuka 4:30 yenye naamkanga nimempikia strong tea. Amekunywa hata akatafuta umbrella jumfu ilikuwa inanyesha. Mtoto akaenda akafungua geti akanirudishia kifungu. Akaniambia mama, ndio hii kifungu, bye. Daktari akaniuliza maswali ati alikula aje. Mama, mtoto ako sawa. Ati pole alikuwa ameenda, wamemleta kama tuenda kumshika hivi, tukapata kama wamemleta kama ameisha. Hivyo nikamuuliza, hakuongea chochote, ati walileta tu kama amekufa. Taarifa kuhusu kifo cha Moses zilienea, mamia ya wazazi na majirani wakifika hospitalini humo. Majibu yalipokosekana, waliuchukua mwili hadi shuleni wakidai kuwa kulikuwa na habari fiche kutokana na taarifa zilizokinzana kutoka kwa walimu tofauti, ikiwabidi maafisa wa polisi kuingilia kati. Eti mtoto walikuwa nje wengine na wengine walikuwa ndani. Sasa huyu alikuwa mmoja wao mwenye alikuwa nje. Sasa walikuwa napanga laini kuingia ile ya kuchapa na kuingia. Huyu mtoto eti hakuwa amemfikia. Venye wengine wameingia wakaona yeye anaanguka chini pole pole. Wengine wakamshikilia eti ana faint. Ndio wakamleta usi hapa eti wakasema amekufa. Sasa tunauliza aje? Tukauliza huyo mwalimu aje, ulikuwa umemfikia umemchapa? Anakataa. Lakini statement wanapeana ni statement kama 4. Wamepea anti yake statement tofauti, sisi wametupea tofauti, wasasi wamewapea statement tofauti. Kulingana na usimamizi wa hospitali kuu ya Nakuru, mwanafunzi huyo aliwasilishwa akiwa tayari ameaga. Mkurugenzi wa elimu kaunti hii Victoria Mulili akisema kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa. Inasemekana alicollapse to class. Just collapsed. Yeah, so by the time they were brought to the hospital, they was already dead. And that is why the casualty team demanded for an OB. Because according to everybody, he was not sick before he collapsed. So now we just need to wait for a postmortem. Sasa sisi tunataka justice itendeke, kwa sababu watuambie ukweli wa mambo ni nini litenda, kwa sababu huyu mtoto hajawahi kuonjeka hata siku moja. Mazingira ya kifo hicho yameacha maswali mengi bila majibu. Wazazi na familia ya mtoto huyu wakiwa na matumaini kwamba upasuaji wa maiti yake utatoa majibu kwa ni kipi kilichojiri. Ken Gashuhi, KTN, Nakuru. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ya kuumiza nafsi, lakini kwingineko mtazamaji